Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Mujtaba Khamenei, ameteua viongozi wapya katika jeshi na nyadhifa mbalimbali katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akiamini uongozi wake mpya na safu mpya ya uongozi utaweza kuilinda mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kiongozi huyo muadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran amefanya uteuzi mpya katika baadhi ya nyadhifa za juu katika jeshi nchini humo na baadhi ya viongozi wengine katika nyadhifa mbalimbali za taifa hilo la Iran. Hata hivyo, amemteua Brigedia Jenerali Ahmad Vahid kuwa kamanda mkuu mpya wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC. Uteuzi huo ni sehemu ya mabadiliko katika uongozi wa juu wa kijeshi nchini Iran, ambapo makamanda wapya wamepewa majukumu katika taasisi mbalimbali za kijeshi. Ayatollah Mujtaba Khamenei mnamo jana Jumatatu aliteua karibia makamanda 6 na ni uteuzi mpya katika nyadhifa hizo za kijeshi, ambapo kwa mujibu wa uteuzi huo Meja Jenerali Ali Abdullah ameteuliwa kuwa mkuu wa majeshi ya Iran, huku Brigedia Jenerali Kiomouz Haidar ameteuliwa kuwa naibu wake. Aidha, Meja Jenerali Ahmad Vahid ambaye amepandishwa cheo na kuwa Meja Jenerali ameteuliwa kuwa kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, na vile Meja Jenerali Mustafa Izad ameteuliwa kuwa naibu kamanda mkuu wa IRGC. Admiral Ali Ozamer ameteuliwa kuwa kamanda wa jeshi la wanamaji la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Na wakati huo Hujjatul Islam Hussein Taib ameteuliwa kuwa mkuu wa taasisi ya kujitolea ya Basij. Kiongozi muadham ameeleza vipaumbele vitatu kwa sasa vya nchi ya Iran. Amesema kwamba miongoni mwa vipaumbele hivyo ambavyo ni muhimu kwa mkuu mpya wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni kwamba lazima aimarishe uwezo wa ulinzi na usalama wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kujitolea kwa Basij. Lakini amesisitiza umuhimu wa kuimarisha uwezo wa kina na kisasa unaoendana na mahitaji ya sasa katika nyanja za ulinzi na usalama wa majeshi ya Iran na vikosi vya kujitolea vya Basij. Na jambo la tatu, ametoa wito wa kuwekwa mazingira yatakayowezesha majibu ya haraka ya kimapinduzi na yenye ufanisi dhidi ya vitisho vya aina zote na katika viwango mbalimbali vinavyoweza kuikabili Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Yaani kwa sasa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran anachokitaka ni kuwa na jeshi imara katika nchi hiyo ya Kiajemi, kwamba pale ambapo kutakuwa na mashambulizi lazima ajibiwe haraka, lakini pia kwa uwezo ule ambao nchi hiyo itakuwa imeshambuliwa. Hata hivyo, baadhi ya teuzi zingine zinazotajwa, kamanda wa zamani wa IRGC Mohsen Razai ambaye wakati huu ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa akichukua nafasi ya Mohamed Baqir Zolghadir. Hata hivyo, katika taarifa ya Mujtaba Khamenei imeeleza kwamba Dr. Mohsen Razai, kwa kuzingatia uzoefu wako wa thamani, ninakuteua wewe ambaye ulikuwa mmoja wa makamanda wa kwanza katika ushindi wa ulinzi mtakatifu wa miaka 8 kuwa mwakilishi wangu katika Baraza Kuu la Usalama la Taifa. Wadhifa huo hapo awali ulikuwa ukishikiliwa na Ali Larijan ambaye aliuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel mwezi Machi. Uteuzi wa hivi punde pia unakuja wakati Rais Masoud Pezeshkian alitaka kutupilia mbali wasiwasi juu ya afya ya Khamenei. Pezeshkian alisema kiongozi mkuu alikuwa na afya bora, alikuwa na afya njema kabisa baada ya kile alichokitaja kuwa mkutano mzuri alipokutana naye, ambapo walizungumza karibia masaa 8. ISNA imeripoti jana Jumatatu. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni uteuzi mpya wa makamanda na baadhi ya viongozi katika nyadhifa mbalimbali nchini Iran uliofanywa na kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei, ambapo sasa anachokitaka ni Iran yenye jeshi bora zaidi na la kisasa ambalo litakuwa likitoa ushindani mkubwa kwa majeshi mengine duniani. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.